Habari za wakati huu, ndugu mtazamaji, popote ulipo. Karibu sana kwenye chaneli yetu ya Force News Tanzania, ikiwa ni chanzo chako cha habari sahihi na kwa wakati. Leo ni Jumatano ya tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2026. Mimi ni Ngonise Kahise. Niko hapa kukuletea kwa ufupi dondoo za kurasa za mbele za magazeti ya leo pamoja na kurasa za michezo. Dondoo hizi za magazeti zimeletwa kwenu na sabuni ya Wakawaka yenye vitamin C na vitamin B6. Ngoja nikwambie kwa nini utumie sabuni hii. Kwanza, Wakawaka inang'arisha ngozi yako, vile vile huisaidia ngozi yako kulindwa dhidi ya magonjwa, mfano pumu ya ngozi, utangotango. Vile vile huondoa chunusi, harara pamoja na madoa sugu. Hivyo ukitaka ngozi safi, ngozi yenye afya na inayong'aa kila siku, wewe chagua Wakawaka. Na moja kwa moja ninaanza kuliangazia gazeti Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza. Kichwa cha kwanza cha habari kinasema Dr. Nchimbi akutana na wizara zinazosimamia mazingira, azitaka ziongeze juhudi kuifanya Tanzania kuwa mfano. Habari hii unaipata ukurasa wa pili wa gazeti hili. REA yapongezwa kuwawezesha waendelezaji wadogo wa miradi ya umeme. 89% ya vitongoji Nkasi vimefikiwa na umeme. FCC kusimamia haki za walaji katika mikataba ya upande mmoja. Habari hii inapatikana ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Serikali inaendelea kuboresha vyombo vya usalama nchini, amesema Katambi. Hivyo ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Taifa Tanzania, na moja kwa moja naligeukia gazeti Mwananchi. Kichwa cha kwanza cha habari kinasema sababu ada bandari kupaa kuhairishwa. Mamlaka ya bandari yasitisha kuanza utozaji wa ada mpya hadi Julai mosi, yataja sababu, ikisisitiza umuhimu wa mapato hayo kwa maendeleo ya bandari nchini. Habari hii utaipata kwa uzuri zaidi ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Rostam mmiliki mpya NMG. Habari hii utaipata ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Jinsi ya kulinda figo zako, vijana hatarini zaidi. Habari hii utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti Mwananchi. Mnyukano vigogo CCM Moshi mjini wachukua sura mpya. Ujumbe UN watua kusikiliza ya Oktoba 29. Wadau wagawanyika. Baba alalama pacha wake alivyopotea, Mwigulu awaka. Habari hii inapatikana ukurasa wa 6 wa gazeti Mwananchi, na ndivyo ninavyohitimisha na gazeti hili. Na moja kwa moja nimekamata gazeti Raia Mwema. Uraisi waizidi nguvu CCM. Baadhi ya mawaziri hawali Idi Elfitri wala Pasaka. Habari hii utaipata ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Rushwa ya mamea wenye viti ya shtua. Wanaume kunyonya matiti hakuna athari. Habari hii utaipata ukurasa wa 6 wa gazeti Raia Mwema. Mwanamke amchoma moto mumewe. Habari hii utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti hili. DC Mpogolo acharuka, amwita mwekezaji aliyemliza kikongwe. Habari hii unaipata ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gesi asilia ya komboa wanawake. Habari hii utaipata kwa kina ukurasa wa 4 wa gazeti Raia Mwema, na ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Raia Mwema. Na moja kwa moja nimekamata gazeti Uhuru. Migogoro ardhi mfupa mgumu. Kihongosi watoto wasidekezwe. Maafa ya mvua TMA yafunguka. Baba adai mbele ya waziri mkuu kuibiwa pacha wake. Wizara sekta ya mazingira zishirikiane, amesema Dr. Nchimbi. Rostam mmiliki mpya Nation Media Group. Habari hii unaipata ukurasa wa 7 wa gazeti Uhuru, na ndivyo ninavyohitimisha na gazeti hili. Moja kwa moja naligeukia gazeti wa Machinga, ambapo kichwa kikuu cha habari kinasema Dr. Mwigulu ageukia wazembe, awaonya viongozi na watendaji wanaopokea fedha za miradi ya maendeleo lakini washindwa kuisimamia vyema. Agiza kufanyika kwa uchunguzi kuhusu ucheleweshaji wa miradi wa ujenzi wa hospitali ya wilaya Kalambo mkoani Rukwa. Ni baada ya kubainika kuwa majengo mawili hayajakamilika licha ya fedha kutolewa. Awataka wafanyabiashara wakubwa wa mazao kuacha tabia ya kuchukua mazao kwa mkopo kutoka kwa wakulima, akisema mbinu hiyo haina tija na inawakwamisha kiuchumi. Some habari hii kurasa ya 3 ya gazeti hili. Ipata habari hii kwa uzuri zaidi. Serikali yafungia kadi bima ya afya 12,000. Pia vituo zaidi ya 33 vyasitishwa huduma za afya kwa udanganyifu. Habari hii unaipata ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Dr. Nchimbi haimiza ushirikiano utunzaji mazingira.
bilioni 1.63 REA zafanikisha mradi wa kuzalisha umeme maji Makete. Habari hii unaipata ukurasa wa pili wa gazeti wa Machinga. Na ndivyo ninavyohitimisha na gazeti hili, na sasa moja kwa moja tuyageukie magazeti ya michezo pamoja na kurasa za michezo katika magazeti mbalimbali, ambapo sasa nimekamata gazeti Mwanasport. Kichwa kikuu cha habari kinasema Job mambo magumu, Pacome fresh IY Azam FC kwa Mkapa ni mtego, Balka abadili mbinu, Aucho aongeza mzuka Singida BS, Chido msusi msomi aliyetoboa kutokana na mitandao ya kijamii. Habari hii unaipata ukurasa wa 12 wa gazeti hili. Utata pambano la USYK Vero Even, kisa cha kuachika Jelo ataka kujua. Habari hii utaipata ukurasa wa 17 wa gazeti Mwanasport. Na ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Mwanasport, na moja kwa moja nimekamata gazeti Taifa Tanzania upande wa michezo. Kichwa kikuu cha habari kinasema Azam Yanga kukamuana kwa Mkapa da Machi 15, Rais wa Fecofoot afungwa jela maisha kwa utakatishaji pesa, Rais Samia azidi kuwakumbuka wakongwe wa muziki wa dansi, timu ya taifa ya wanawake Iran yapewa hifadhi Australia. Hivyo ndivyo ninavyohitimisha katika gazeti Taifa Tanzania upande wa michezo. Na sasa nimekamata gazeti Majira upande wa michezo. Kichwa kikuu cha habari kinasema Rais Samia aendelea kuwapa pole wasanii wa kongwe nchini, Bichuka naye apewa milioni 10, Mwinjuma awatembelea. Azam FC Simba soka dimbani leo ligi kuu. Mpenzi mtazamaji, hizo ndizo zilikuwa dondoo za magazeti kwa siku ya leo kupitia hapa Force News Tanzania. Mdhamini wa kipindi chetu ni sabuni ya Wakawaka, sabuni inayokupa mng'aro. Na mimi ni Ngonise Kahise, tukutane tena wakati mwingine.